warafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, tukawanyanyua baadhi yao juu ya wengine kwa daraja nyingi. Baadhi yetu wakawa juu, wengine wakawa chini. Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, pana maslahi ili wawafanye baadhi yao kuwafanya wengine kuwa ni watumishi. Ndio pana bosi na muajiriwa, ili maisha yaende. Wewe utahudumia, utalipwa mshahara na posho nzuri, alafu utawahi kazini, sawa Lakini ingelikuwa wote sasa ni mabosi, maisha yangesimama hivi. Allah ametofautisha, pana watu wanaitwa maskini jeuri. Sasa unaonaje niko tajiri alafu akawa jeuri? Hivi tunatofautiana. Kuna maskini wa jeuri, naweza kumvimbia bosi. Kule Tanga, vijana wa Kitanga wale walivyo utaratibu wao, walivolelewa, hawataki mtu kuwapelekesha, alafu hawaogopi maisha kama sisi wana kaskazini wenzao. Maana kaskazini hii kaskazini hii ya huku sio kaskazini ile bwana. Huku sisi hofu ya maisha ni kubwa sana na ule ubinafsi ni uko mwingi. Kwa maana mtu anataka kijana wake akichangamka tu amuone anafanya mambo yake Saa nyingine ufukuzu nyumbani huku kwetu Moshi, lakini utaona ishara. Kirudi unauliza, vipi mama, kuna umeacha chochote? Kimeisha. Watu washakula zamani. Hasa jamani, hata kuniwekea, unamsikia mzee hapa, tumwekei mtu, muda wa kula unatakiwa uwahi hapa. Nimeshapiga marufuku, hakuna vioti poti hapa ya kando, watu wote watakula time moja, unajua tayari. Lakini kuna wadogo zako sijui kwa madrasa wako tuition, unaona wamefichiwa, wakija natolewa akili kumkichwa kwamba sasa nijipange kivingine. Sasa tofauti na maisha ya kule, unaweza kuta watu wazima bado wako kwao, wanakaa familia moja, wamegawana vyumba tu. Brother yuko ukumbini, wadogo zake banda la uwani, mama humo, bibi yao yuko huko, miaka maisha ya kawaida, wala wana wasiwasi. Na mwingine atakuwa anambia, basi fanya maarifa, tengeneza banda la uwani chumba kimoja pale uoe, naye ataoa kae pale. Sasa hawataki Jerumani wale. Sasa kuna kiwanda kimoja, kuna Mchaga mmoja alikuwa meneja maskini jeuri hao. Sasa kile wakifanya kazi, fanya hivi, wacha hivi, fanya hivi. Ile vijana anamwambia, bwana mimi naondoka zangu, hii kazi imenishinda hii. Hiyo posho yangu chukua wewe, kwa sababu umetoka huko kwenu na njaa kweli. Mimi sijaua kwetu bwana. Nitakaa kwa madha pale, nitapiga chapati zangu na mara ya kukata kama kawaida. Sasa hizi kazi ni za majitu ya bara yenye njaa. Salamu alaykum. Huyo achukua koti lake. Kawaida hiyo. Kawaida kabisa. Hana kitu jeuri. Alafu akifika kwao anasimulia, ile majitu ya bara ile. Jamaa tupelekesha, tusimamie, fanyeni, hakuna kupumua. Nikamwambia, kana jikazi lako. Achana naye, ndio alivyo bado yale. Haya. Si kwamba labda utaonekana umefanya jambo baya, watu kushangaa, amekufanya punda. Achana naye bwana. Roho mbaya sana wale. Bwana, wewe unapongezwa, achana nao. Kaa huku. Yule bosi unaelekezwa kama vile umsujudie. Heshimu kazi bwana, heshimu viongozi bwana. Wewe bwana, wanakosea, hata wananiambia niswali tu. Wewe utakuja kulipa kazi bwana. Kazi. Sasa Allah ametugawa sisi ili tuweze kutumikiana, ndio muradi wangu. Baadhi wawe juu, wengine wawe chini, ndio hikma, ili maisha yaende.